Mwanamke anayekubalia wanaume kwa kutumia sifa hizi tano anapoingia kwenye ndoa huwa ni mchepukaji ama huwa ni malaya. Ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba mwanamke yeyote ambaye anaokubalia wanaume kwa kutumia sifa hizi tano ambazo nitaweza kuzitaja huwa anapoingia kwenye ndoa anakuwa ni malaya, na ndio maana ukifanya utafiti wanawake wa kizazi chetu ni malaya kuliko kawaida, kwa sababu wanatumia sifa hizi tano kumkubalia mwanaume. Sifa ya kwanza kabisa ni sifa ya mwanaume kuwa mweupe. Kuna wanawake wanatumia hii sifa, yani mwanaume akiwa mweupe anakubaliwa. Kwa hiyo kama mwanamke anaweza kumkubalia mwanaume kwa kutumia hii sifa kwamba ni mweupe, basi je, akiolewa alafu akakutana mwanaume mweupe zaidi ya yule aliyenaye kwenye ndoa? Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sifa ambayo mwanamke kama anamkubalia mwanaume kutokana na weupe, basi anapoingia kwenye ndoa huwa anakuwa ni malaya. Na pia sifa ya pili, kumkubalia mwanamume kwa sababu ni mweusi. Kama mwanamke anatumia sifa ya kumkubalia mwanaume kwa sababu ni mweusi, fahamu kabisa kwamba huyo mwanamke anapoingia kwenye ndoa anakuwa ni malaya, yani atakuwa ni malaya au atakuwa ni mchepukaji, kwa sababu kama atatokea mwanaume ni mweusi kuliko huyu aliyenaye. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo, kama mwanamke anamkubalia mwanaume kwa sababu ya weusi, lazima hawe ni malaya kwenye ndoa. Na pia kama mwanamke anamkubalia mwanaume kwa sababu ana pesa, basi fahamu kabisa kwamba je, akiingia kwenye ndoa alafu akatokea mwanaume mwenye pesa kuliko mume wake, kwa hiyo atakuwa ni malaya. Kwa hiyo ni mojawapo, kama mwanamke anamkubalia mwanaume kwa sababu ana sifa ya kuwa na pesa, basi fahamu kabisa kwamba hii pia ni mojawapo ya sifa ambayo inathibitisha kwamba huyo mwanamke atakuja kuwa malaya au atakuwa malaya baada ya kuolewa. Na pia sifa nyingine ni sifa ya mali. Kama mwanamke anamkubalia mwanaume kwa sababu mwanaume ana mali, basi hii ni mojawapo ya sifa ambayo inathibitisha kwamba huyo mwanamke akiingia kwenye ndoa atakuwa ni malaya. Na pia sifa nyingine, kumkubalia mwanaume kwa sababu ya umaarufu. Kama ataingia kwenye ndoa huyo mwanamke atakuwa ni malaya, kwa sababu atakutana na maarufu wengi zaidi kuliko yule aliyenaye. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya sifa, kama mwanamke anamkubalia mwanaume kutokana na sifa ya kuwa maarufu, huyo mwanamke akiingia kwenye ndoa lazima hawe ni malaya. Na pia nikukumbushe, hakikisha unapata kitabu. Kitabu hiki kinauzwa shilingi 15,000, lakini kwa WhatsApp kinauzwa shilingi 10,000. Cheki WhatsApp uweze kupata hiki kitabu. Naitwa Isaac Kanyankole. Asante na karibu.